Shalom, shalom, shalom. Karibu tena ndugu mtazamaji katika fundisho, katika mwendelezo wa mafundisho yetu. Leo tujifunze kuhusu ufalme wa Mungu. Hem, tupate maana sahihi ya ufalme wa Mungu. Hii imekuwa ni miongoni mwa topiki ambazo zimechanganywa sana katika mafundisho ya Biblia. Ikiwa ni sehemu ya kwanza, tujifunze maana ya ufalme wa Mungu. Katika kile kitabu cha Yohana sura ya 18 mstari wa 36 na 37, 18, 36 na 37, siku anasema, Yesu akajibu, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi. Lakini ufalme wangu sio wa hapa. Ufalme wangu sio wa hapa. Hapa Yesu alikuwa anajibu swali baada ya kuwa amefikishwa kwa Pilato. Nikianza 33, Biblia inasema, basi Pilato akaingia tena ndani ya Praetorio, akamwita Yesu akamwambia, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akamjibu, wewe wasema hivi kwa nafsi yako, au watu wengine walikuambia habari zangu? Pilato akajibu, ama ni Myahudi mimi? Taifa lako na wakuu wa makuhani ndio waliokuleta kwangu. Umefanya nini? Ndipo Yesu akamjibu ya kuwa ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Nikiwa naanzia hapo, kuna concept mbili. Kwanza, Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Warumi, na hivyo walipojua anakuja Masihi, anakuja Mwokozi, anakuja mfalme wa Wayahudi, walifikiri kwa jinsi ya mwili ya kwamba atakuja kuwakomboa chini ya utawala wa Warumi. Wakati huo Warumi walikuwa wakitawala ulimwengu mzima. Lakini Bwana Yesu anasema ufalme wake si wa ulimwengu huu. Ufalme wake si wa ulimwengu huu. Na tukienda tena katika kile kitabu cha Luka 17 mstari wa 20 na 21. Luka 17, 20 na 21. Ndiko anasema, na alipoulizwa na Mafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Hapa walishamuelewa kwamba ufalme wake si ufalme wa dunia hii, sio kuwatoa chini ya utawala wa Mrumi, isipokuwa ni ufalme wa Mungu. Sasa wanamuuliza Wafarisayo, ufalme wa Mungu utakuja lini? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Wala hawasemi, tazama upo huku au kule, kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Bwana Yesu ana advance, anatoka kwenye concept ya kwanza ya kwamba ufalme wake utakuwa wa dunia hii, anahama, anawakumbusha Mafarisayo ya kuwa ufalme wake umo ndani yao. Yaani maana yake ufalme wake ni wa kiroho na si wa kibinadamu. Sasa anapozungumza hivi anamaanisha ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu katika maisha ya mtu. Utawala wa Mungu katika maisha ya mtu. Anapozungumza hivyo maana yake Mungu angetaka tuyaishi mapenzi yake. Mungu anataka atutawale. Yeye anataka atupangie kila kitu katika maisha yetu. Kwa hivyo utawala wa Mungu katika maisha ya mtu, yani mtu anatawaliwa na Mungu. Maana ya kutawaliwa, maana yake unaongozwa, unaelekezwa, unaamrishwa wakati mwingine, na unalazimika kufuata kama unavyoelekezwa, kuongozwa au kuagizwa. Lakini pia Mtume Paulo anafundisha ya kuwa ufalme wa Mungu ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Ikiwa ufalme wa Mungu uko ndani yetu, Mtume Paulo anachambua zaidi, anasema ufalme wa Mungu ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Hii inamaanisha nini?
Kumbe ufalme wa Mungu unaingia ndani ya mtu baada ya Mungu mwenyewe kukaa ndani ya mtu. Katika Yeremia Mungu anasema katika Hosea Mungu anasema atamwaga roho yake kwa watu wote. Katika Yeremia anasema atamuumbia mtu moyo mpya, atampa mtu moyo mpya na roho mpya, na sheria zake ataziandika katika vibao vya mioyo yetu. Kwa hiyo inamaanisha utawala wa Mungu ukiwa ndani yetu, Mtume Paulo akisisitiza ya kuwa ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Maana yake ufalme wa Mungu hauji ndani ya mtu mpaka amempokea Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, maana yake ndio kiongozi cha mtu katika maisha yake. Na uongozi huu au utawala huu ndio ufalme wa Mungu wenyewe. Kwa hivyo mtu ambaye haisikii sauti ya Mungu, mtu ambaye hawezi kuishi kama Mungu anavyoelekeza sawa sawa na neno lake, maana yake mtu ambaye hajatawaliwa na Mungu kikamilifu, huyu hayuko ndani ya ufalme wa Mungu. Tukimuita Baba, sisi akatuita wana wake, ni ajabu ya kwamba mwana hawezi kuisikia sauti ya Baba. Kama nikiwa nyumbani, baba akizungumza au akiniita sisikii, baba akiniagiza au akiniita sisikii, sidhani kama hiyo inakuwa ni familia moja. Kwa namna yote ile ni lazima akiniita nisikie, na nikiwa na shida nikimuita asikie, na nikimuomba kitu atanipa, na tunawasiliana, ananiagiza natenda. Kwa hiyo yale mawasiliano ndio yanathibitisha ya kuwa tuko pamoja. Mawasiliano kwanza, lakini pia utekelezaji. Kwa hivyo ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Hapa ameongeza kitu kingine. Ufalme wa Mungu, Roho Mtakatifu anakaa ndani ya mtu, unakuwa umeingia ndani ya ufalme wa Mungu. Lakini tukiendelea katika kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39, Yohana 5:39, Yohana 5:39, maandiko yanasema, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Mnayachunguza maandiko mkizani ya kwamba ufalme wa Mungu umo ndani yake. Kumbe ufalme wa Mungu haupo kwenye maandiko. Ufalme wa Mungu hauko kwenye maandiko. Ufalme wa Mungu unakuja kwa mtu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Yaani Mungu mwenyewe anakaa ndani ya mtu. Lakini anapaswa kuongozwa sasa. Anapokubali kujitiisha chini ya mamlaka ya Mungu na kuongozwa na Mungu mwenyewe. Hiyo ndiyo maana sahihi ya ufalme wa Mungu. Sasa hapa tumejifunza katika Yohana 5:39 ya kuwa mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Tumeenda kusoma shule za theolojia, tunayasoma maandiko usiku na mchana, tunayachunguza, na Biblia imeonya kuhusu masikio ya utafiti. Tumeichunguza kiasi kwamba tumekuwa na madhehebu mengi, tumekuwa na tafsiri au fasiri nyingi sana za neno la Mungu ambazo mara nyingine zimetupoteza, lakini tumefikiri kulifahamu sana neno la Mungu, kulijua kwa undani, ndio tunakuwa ndani ya ufalme wa Mungu, au tunakuwa sahihi mbele ya Mungu. Ni sahihi kuyafahamu maneno ya Mungu, lakini neno la Mungu kazi yake ni kunisaidia kuingia ndani ya ufalme wa Mungu. Lakini mbili, kunisaidia kuishi kama inavyotakiwa ndani ya ufalme wa Mungu. Neno la Mungu ni sauti ya Mungu. Neno la Mungu ndiyo Mungu mwenyewe. Hapo mwanzo katika Yohana anasema palikuweko neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa hivyo neno ni Mungu mwenyewe. Sasa napokuwa naisikia sauti yake kupitia neno, maana yake pia napoifanyia kazi sasa ndio nakuwa nimekubali kuingia ndani ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ni utawala wake. Utawala maana yake baada ya kuisikia sauti ya Mungu kupitia neno lake, baada ya kuisikia sauti ya Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu, natakiwa kuweka katika utendaji. Napoweka katika utendaji ndio haswa ile maana halisi ya ufalme wa Mungu, yani utawala wa Mungu kwenye maisha yangu unakuwa umekamilika. Lakini vile vile Mtume Paulo anatukumbusha pia ufalme wa Mungu sio tu Roho Mtakatifu peke yake, sio tu utawala wa Mungu katika maisha ya mtu, hauko kwenye maandiko, ila uko kwenye kujitiisha chini ya Mungu. Zaidi ya hapo, Mtume Paulo anaongezea katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 na ule mstari wa 20, Mtume Paulo anasema, maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno, bali katika nguvu.
Utaona Mtume Paulo anaongezea hapa kwamba Yesu amesema mnayachunguza maandiko mkizani ufalme wa Mungu umo ndani yake, na kumbe ufalme wa Mungu hauko ndani ya maandiko. Mafarisayo na Masadukayo walikuwa wamekariri Torati ya Musa vizuri, wanayafahamu maandiko, wakidhani ufalme wa Mungu umo ndani yake. Sasa Mtume Paulo pia anaongezea, tofauti na ufalme wa Mungu kutokuwa ndani ya neno, Mtume Paulo anasema maana ufalme wa Mungu hauwi katika neno bali katika nguvu. Na kumbe Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, katika maana ya ufalme wa Mungu kuingia ndani ya mtu, maana yake sio neno, yeye anaongezea kitu kingine. Yesu amesema hauko katika neno, mnafikiri uko katika neno lakini umo ndani yenu. Mtume Paulo anatukumbusha tena ya kuwa ufalme wa Mungu uko katika nguvu, uko katika nguvu. Na hapa nadhani kuna misisitizo mingi. Ufalme wa Mungu hauko katika neno, ufalme wa Mungu haupatikani kwa kuchunguzwa, ufalme wa Mungu uko katika nguvu. Mtume Paulo anaongezea katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. Kwa hiyo maana yake tunatarajia mtu aliye ndani ya ufalme wa Mungu atakuwa na nguvu. Nguvu hii ni ipi? Sio nguvu ya mwili. Nguvu inayozungumziwa hapa, maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na kumbe nguvu inayozungumzwa hapa ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nguvu. Roho Mtakatifu ni nguvu. Lakini vile vile Bwana Yesu anasisitiza ya kuwa toka wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaoteka. Kwa hivyo ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Nguvu ipi? Nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunahitaji kujaa baada ya kuingia ndani ya ufalme wa Mungu, katika maana Roho Mtakatifu kuingia ndani yetu, tunahitaji kujaa nguvu, kufurika, kuwa na uwezo. Kikumbuka maisha ya Yesu yalikuwa ni maisha ya kushangaa. Alifundisha kama mtu mwenye mamlaka, lakini alifanya kazi ambazo sio za kawaida. Alifufua wafu, aliponya wagonjwa, vipofu, vilema, viziwi walisikia, na bubu waliongea pia. Hii ni nguvu, sio neno tu, nguvu katika ufalme wa Mungu. Na tunajifunza ya kuwa kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu. Yaani huwezi kuupata bila nguvu, na nguvu inayozungumziwa hapa ni Roho Mtakatifu. Na Mtume Paulo pia katika kitabu chake cha Warumi sura ya 10 mstari wa 2 anatukumbusha kitu kingine, anatufundisha kitu kingine. Warumi sura ile ya 10 na mstari wa 2 anasema, kwa maana nawashuhudia ya kwamba mna juhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Mna juhudi kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa. Juhudi tu ya kuhudhuria ibada, juhudi tu ya kuhudhuria mkesha, juhudi tu ya kuimba kwa bidii ni sawa, kuomba kwa bidii ni sawa, lakini anasisitiza kuhusu maarifa. Katika kitabu hicho anaonesha umuhimu wa maarifa. Andiko anasema kumcha Mungu ndiyo chanzo cha maarifa. Maana yake kumheshimu Mungu ndiyo chanzo cha maarifa. Kwa hiyo kumbe juhudi zetu zisiwe tu katika Mungu, katika maana ya kufuata liturujia za madhehebu yetu, lakini ziwe katika maarifa. Haya yanayozungumza hapa ni maarifa. Ukienda kwa haraka ufalme wa Mungu utafikiria unakuja, lakini kumbe ufalme wa Mungu hauji. Usipoenda kwa makini utafikiri ufalme wa Mungu unachunguzwa, lakini ufalme wa Mungu hauchunguzwi. Usipoenda kwa makini utafikiri ufalme wa Mungu uko katika neno, lakini ufalme wa Mungu hauko katika neno. Kwa hiyo ufalme wa Mungu unapatikana kwa kutafuta, kwa maarifa. Maarifa haya yatatusaidia kujua sauti, kuisikia sauti ya Mungu, kuielewa, kwa maana Roho Mtakatifu atakuwa amekaa ndani yetu. Lakini tunapokubali, tunapojishusha na kukubali kuwa chini ya uongozi na utawala wa Mungu mwenyewe, hapo ndipo tunakuwa tumeingia kikamilifu ndani ya ufalme wa Mungu. Ikiwa namalizia, tumejifunza kuhusu habari za ufalme. Tukasema
ufalme wa Mungu si ulimwengu huu, hiyo ni moja. Lakini ufalme wa Mungu ni utawala wa Mungu katika maisha ya mtu. Lakini vile vile tumeona ya kuwa ufalme wa Mungu umo ndani yetu. Ndani yetu kivipi? Ndani yetu kwa kuwa ni furaha na amani katika Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu ndio ufalme wa Mungu wenyewe tumeuingia hivyo. Lakini vile vile ufalme wa Mungu hauko katika maandiko, kwa sababu tunayachunguza maandiko tukidhani ufalme wa Mungu umo ndani yake. Ufalme wa Mungu hauko katika maandiko. Na nikiwa namalizia pia ningesema ufalme wa Mungu umo ndani yetu. Tukisoma kile kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, Waefeso sura ya 2 mstari wa 6, maandiko yanasema akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo. Sikiliza kwa makini. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Hapa tunajifunza hivi ya kuwa ufalme wa Mungu hauji kwamba tunasubiri kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Hapana, unapoteza maana yenyewe. Ufalme wa Mungu tunauingia tukiwa hapa, na ufalme wa Mungu unakuwa ndani yetu. Kwa maana mtu anapomkiri Yesu kwa kinywa kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwake ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu, Mungu anaingia na kukaa ndani yake. Mungu anaingia na kukaa ndani yake. Na Mungu anapoingia na kukaa ndani yake, Paulo anatuambia tumeketishwa pamoja naye mbinguni. Yaani wakati huu niko ndani ya mwili huu, lakini wakati huu katika ulimwengu wa roho nimeketishwa pamoja na Mungu mbinguni. Kwa hiyo tayari nimekwisha ungana na maserafi na makerubi, nimeungana na wazee 24, nimeungana na watakatifu mbinguni. Saa hii tayari nimo ndani ya ufalme wa Mungu. Ndio maana sifi ila nalala. Kwa hiyo kinachofanyika katika Roho Mtakatifu, maana yake tunaweza kuwa tunaimba pamoja. Na kuna watu wametoa shuhuda, kuna wakati mtu anazisikia zile nyimbo za sifa mbinguni akiwa ndani ya mwili huu. Kwa hiyo kuna watu wamejikuta katika shuhuda, wanasema yeye anaimba na kusifu katika roho pamoja na walioko mbinguni wakati yeye yuko ndani ya mwili hapa duniani. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ndani yetu, maana yake tayari tunakuwa tumekwisha kuingia tukiwa ndani ya miili. Kitakachofanyika baadaye napoondoka ndani ya mwili huu, kwa maana ya wanasema wanadamu wengine kufa, lakini mimi nasema kulala, maana yake natoka ndani ya mwili huu, naungana nao physically, naanza kuwaona kwa macho ya kawaida. Yule mtu wa ndani, yani mimi ninayezungumza sasa ni roho, naungana nao na kuanza kumsifu Mungu live. Lakini nikiwa ndani ya mwili huu nina uwezo tayari wa kushiriki ibada mbinguni ya sifa. Ninaweza nikaisikia sauti ya Mungu. Naweza kusikia sauti za malaika wakiimba. Naweza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu. Naweza kusikia hata sauti za watakatifu wakisifu, kwa kuwa tayari nimekwisha kuingia ufalme wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Ndugu mtazamaji, nakushukuru mpaka hapo. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.